Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Nicolaus Robert Setebe. Kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukanifuatilia pale Facebook natumia Nicolaus Setebe, YouTube channel natumia Pastor Setebe, TikTok natumia Pastor Setebe, na utakapofika Instagram unaweza ukanifollow kwa Evangelist Nicolaus. Ningependa leo nizungumze kitu kimoja tu, na moja kati ya ninachotaka kuzungumza ni mzigo nilionao. Nina mzigo wa kulizungumzia kanisa la leo, kanisa ambalo linaelekea kupotea, kanisa ambalo linaelekea kuingia kwenye namna ya changamoto ya watu kuelewa jinsi ya namna gani ya kuweza kuvaa. Mkristo anatakiwa avaeje? Imekuwa ni changamoto kwenye kanisa la leo, hata kwa waimbaji na washirika pia. Mada kuu hasa ya kimsingi ni katika muonekano. Nazungumzia kwa namna ya muonekano wa Mkristo, anatakiwa awe na muonekano wa namna gani. Lakini kipengele husika hasa kilichopo ni kuhusu kwa habari ya namna ya jinsi gani muonekano wa Mkristo unatakiwa weje, vitu vya namna hiyo. Na hasa katika kusuka, juzi kulikuwa na clip moja imetoka mitandaoni, mchungaji akiwa ananyoa watu nywele zao walizosuka. Ni jambo jema kwa sehemu fulani, kwa sababu yuko katika misingi ya kulilinda kanisa, kama namna ambavyo na mimi nilivyokuwa na misingi hiyo ya kulisimamia kanisa na hasa kulipa mafundisho yaliyo sahihi. Kwa hiyo ile clip niliweza kuiangalia, nikaona namna mchungaji alivyokuwa na ueledi kwenye kulilinda kanisa na kulisimamia, na hasa kusimamia misingi ya namna gani Mkristo anatakiwa awe na muonekano wa namna gani. Lakini unapoweza kutazama hiyo clip hapo, tunaweza tukasema kwa sehemu fulani unaweza ukafanya hilo, sawa, ni mchungaji ameamua kufanya hilo, lakini kumbuka huyo mtu ambaye amekatwa hizo nywele ni dada wa mtu fulani, ni mke wa mtu fulani. Sasa unapochukua jukumu la kumkata nywele kwa jamii, turudi kwenye jamii husika ambayo wanaishi, wanaposikia ama wanapoona amekatwa nywele zake kichwani ambazo alikuwa amesuka, kuna namna ya taharuki fulani itajitokeza. Kuna namna fulani, kuna watu hawajaamini, wanahitaji kuamini. Wanapoona tukio kama hilo, linaweza likawarudisha nyuma katika kuingia kwenye imani ya kumwamini Kristo. Hivyo nikaona kwa muktadha huu niweze kuelezea kwa ufupi fulani namna ya andiko husika ambalo limetoka kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 na mstari kuanzia ule wa 9 mpaka wa 10, namna ambavyo Mtume Paulo alikuwa anawasilisha Mtume Paulo waraka wake, ama alikuwa anawasilisha namna vile ambavyo anaweza akamueleza mwanae wa kiroho jinsi gani Mkristo anatakiwa kuwa. Ndio maana akamwandikia kwa namna ya wanawake wasisuke nywele, wasijipambe. Lakini ukija kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza ile sura ya 11 kuanzia mstari ule wa kwanza na kuendelea, utakuja kuona vile vile Mtume Paulo mwenyewe anazungumza na kanisa la Korintho kwa habari ya mavazi na kujipamba. Lakini twende tuone hasa kwa nini Mtume Paulo alikuwa amezungumza hili. Twende kwenye culture, twende kwenye tamaduni za mji husika wa Korintho. Mji wa Korintho ulikuwa ni mji wa anasa, ulikuwa ni mji mkubwa sana wa kibiashara katika karne ile ya kwanza. Kwa hiyo Mtume Paulo alipoingia akakuta mji ule umejaa mahekalu mengi sana ya miungu, na waliokuwa makuhani wa mahekalu hayo ni wanawake, na walikuwa wakiingia kwenye mahekalu wakiwa wamejipamba sana. Na ni moja kati ya vitu ambavyo katika jamii ya mji ule wa Korintho vilikuwa ni kero kwa wanawake wenye pesa, kwa watu wenye pesa. Walikuwa watu wenye pesa ndio wanaojipamba, ndio wanaosuka nywele za gharama. Kwa hiyo ukimwona mtu amesuka nywele za gharama ni kwamba mumewe ana pesa sana, ama ni watu wenye hadhi ya juu sana. Kwa hiyo kusuka kwenye mji wa Korintho ilikuwa ni namna fulani ya watu wenye pesa, ilikuwa ni tamaduni kwao. Kusuka kilipewa, hali ya mtu kusuka ama mwanamke kusuka, hiyo hali ilipewa kipaumbele sana kwenye mji wa Korintho. Hivyo Mtume Paulo alipoingia pale akakuta mahekalu ya miungu yamejawa na watu wanaojisifu na kujinua, hasa wamama, kwa namna ya kusuka. Yeye alipoanza kuileta injili ya kumwamini Kristo katika kanisa lake, sasa watu waliomwamini Kristo ndani ya kanisa, ndani ya hema, ndani ya sehemu aliyokuwa akiwahubiria watu kwa habari ya Kristo, ili mlazimu Mtume Paulo awaambie wanawake wasijipambe kwa kusuka nywele, wasijipambe kwa kupitiliza, kwa maana alikuta ni culture, ni tamaduni
ya watu wa mji wa Korintho kujipamba sana kupitiliza na hata kumsahau Mungu na kuto kumjua Mungu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo content nzima, muktadha wa andiko hili ilikuwa Mtume Paulo anazungumza na mji wa watu wa Korintho. Alikuwa anazungumza na wanawake wa Korintho. Alienda mbali sana hata akasema mwanamke hapashwi kuhutubu. Ni vile ambavyo wanawake wa makaru yale ya miungu walivyokuwa wanajipamba na kujiweka katika mtazamo fulani ili watu wavutiwe na wao. Kwa hiyo hasa zaidi alichokuwa nakizungumza kwa kanisa la Korintho ni namna gani mwanamke anatakiwa kujipamba kwa jinsi ya kiroho. Yaani si kwamba alikataza wasijipambe, hapana, lakini wasijipambe kupitiliza, wasigeuze kama kujipamba ndio sehemu ya kumwendea Mungu, hapana. Kwa hiyo zaidi alikuwa na wahasa kanisa la Korintho kwa namna ya kujipamba, kwa sababu ilikuwa ni tamaduni ya mji wa Korintho wanawake kujipamba kupitiliza, lakini hakuwa na maana kwamba wanawake wasijipambe ama wanawake wasisuke nywele. Ndio maana hata kwa mwanae wa kiroho Timotheo alimwandikia kwenye waraka ule wa kwanza, kwenye Timotheo wa kwanza pale sura ya 2 na mstari wa 9 na wa 10, utaona alivyomwandikia. Lakini yeye mwenye binafsi alipoliandikia kanisa la Korintho, kwa Wakorintho ule wa 2 sura ya 11, ukisoma pale kwenye mstari wa kwanza na kuendelea, utaona anazidi kuasii kwa namna ya kuto kujipamba sana na kuweka kujipamba kuwa ni kipaumbele kuliko kumtumikia Mungu ama kumjua Mungu. Kwa hiyo alijaribu kuzuia baadhi ya mapambo, alijaribu kuwazuia baadhi ya wanawake wasiwekeze sana kwenye kujipamba. Ndipo akazungumza kwa habari ya kusuka nywele, kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya tamaduni ya wanawake wa mji ule wa Korintho, ambao ulikuwa ni mji wa kibiashara na mji mkubwa ambao una anasa nyingi sana. Lakini haimaanishi kwa kanisa la leo mwanamke asisuke nywele ama mwanamke asitengeneze nywele zake, hapana. Hatuko tena kwenye karne ya kwanza ambayo Mtume Paulo alikuwa akiifanya kazi ya kusambaza Injili na kukutana na mahekalu mengi ya miungu kule Korintho, na hata alipofika Efeso, sehemu zote zile. Na hata hapo Korintho ilifika mahara akajaribu kutaka kuondoka. Mtume Paulo alijaribu kutaka kuondoka, lakini Roho Mtakatifu alimzuia asiondoke, akamwambia nina watu wangu wengi sana kwenye mji huu. Ndipo Mtume Paulo akakaa kwa miongo miwili, yani miaka miwili alikaa pale Korintho na kuendelea kulifundisha kanisa la Mungu. Asante sana kwa kuendelea kunifuatilia katika clip zangu tofauti. Ni moja kati ya fafanuzi ambazo nimejaribu kuzitoa kwa habari ya content ama kwa habari ya clip iliyorushwa ya wanawake kunyolewa nywele ama kukatwa nywele zao. Asante sana kwa kunifuatilia. Endelea kunifuatilia katika vipindi vyangu vingine. Nitakupa dondoo zaidi kwa habari ya mji wa Korintho, ni mji wa namna gani. Asante. Namba zangu za simu unaweza ukanifuatilia kwa kutaka ushauri na kutaka kujua zaidi kwa habari ya kanisa la Korintho, Efeso pamoja na makanisa mengine. Natumia Airtel 0682 083522. Vodacom natumia 0753 083522. Nipo kanisa la Beroya Christian Life Church pale Kingazi. Unaweza ukanipata ukinipigia. Basi Mungu akubariki sana. Asante kwa kufuatilia kipindi hiki.